الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukusanya ndani ya msikiti huu Masjid Huda Spaki leo tarehe 23 mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1447 Hijria, sawa na tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 miladia, usiku wa kuamkia Jumapili yaumul Ahad, ikiwa ndio siku ya mwanzo katika hii daura yetu inayofungamana na haji. Bila shaka ni mengi tumeyasikia na kufaidika tangu baada al-asr kutoka kwa Sheikh wetu jazahullahu khairan, Sheikh Abdul Khattab. Kwa sasa inshallah mada ambayo nitaizungumzia itakuwa ni maqasidul haji. Nitazungumzia kuhusu maqasidu al-haji, na nitatumia sana kitabu ambacho ni risala iliyoandikwa na Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr, risala ambayo aliita hivyo hivyo maqasidu al-hajj. Kwenye risala yake Sheikh ametaja vipengele 15 ambavyo kila kipengele amekitaja kuwa ni maqsad min maqasidi al-hajj, lakini sisi kwa kuwa muda tulionao ni mfupi, tutazungumzia baadhi tu ya hizo maqasid ambazo amezitaja, na zingine Allah kijalia tukipata siku nyingine ama baadhi ya mashekha ambao watazungumza baada yangu kuendelea kesho, huenda wakagusia baadhi ya vipengele. Tukianza hili jina la maqasidul hajj, maana yake nini? Maqasid ni jam'u maqsad. Maqasid ni wingi wa maqsad, na maqsad ni masdarun mimiyun min al-fi'li qasada, min al-fi'li qasada, wa huwa bimaana al-ghaya wal-irada wal-hadaf. Kwa hivyo tunapozungumzia maqasid tunakusudia malengo na makusudio ya hija ni nini. Walmuradu huna, na hapa tunacho kitaka hasa ashay'ul matlub, ani maqsad tukimaanisha hapa kuwa ni kile kitu kinachotakiwa au al-amru al-maqsudu al-murad, ama jambo ambalo la kusudiwa na ambalo ndio la lengwa ni lipi katika hija. Ama kuhusu al-hajj, ili jina hija katika lugha maana yake ni al-qasdu. Hija katika lugha bimaana al-qasdu. Qasdu maana yake nini? Ani tawajjuhu al-insan ila makanin muayyan, ni kuelekea mwanadamu mahala maalum. Lakini katika sheria tunapozungumzia kuhusu ibada ya hija, huwa tunakusudia qasdu baitillahi alharam, ni muislamu kukusudia nyumba tukufu ya Allah fi makkah almukarrama, yanayopatikana Makkah, liadai manasiki makhsusatin, kwa ajili ya kutekeleza ibada za hija makhsusi fi waqtin makhsusin,
na kwa wakati mahsusi. Hizo ibada za hija ambazo mwenye kukusudia nyumba takatifu ya Allah iliyoko Maka ili akatekeleza ibada hizo za hija mahsusi, ibada zenyewe ndio zile ambazo zimezungumzwa na zitaendelea kuzungumzwa na Sheikh Abdul Khattab. Ama wakati mahsusi ambao ndio wakati wa hija wa kutekeleza ibada hizo unaokusudiwa ni mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulqaada na siku 10 ama 9 za mwanzo wa Dhulhijja. Kisha ta'abbudan lillahi, kukusudia kufanya ibada hizo ni kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma Qur'an utapata Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha baadhi ya ibada, kwa nini ametulazimisha kumwabudu na ibada hizo. Je, malengo ni yapi? Na hata ukisoma sunna, hadithi za mtume, utapata mtume sallallahu alaihi wasallam ametubainishia baadhi ya ibada, kwa nini zikafanywa ibada hizo kwetu, ni ibada tuzitekeleze kwa malengo yapi. Nikitoa tu mfano mmoja kwenye Qur'an na mfano mmoja kwenye sunna, katika saum Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya ya 183, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, kutiba alaykumus siyam, mumefaradhishiwa juu yenu saumu, funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, umma zilizotangulia. Kisha akasema Allah, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa mwisho aya Allah anabainisha makusudio ya saum, na si eti saum ina kusudio moja pekee yake ambalo ni hili, bali makusudio ni mengi katika saum, lakini hili ni moja katika makusudio, bali ndio kusudio kubwa zaidi katika makusudio ya saumu ya Ramadhani. Ama katika sunna, hadithi iliyopokewa na Abu Daud na Ibn Majah an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, Ibn Abbas radiyallahu anhuma alisema, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqat al-fitri au zakat al-fitri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha zakat al-fitri, kisha akabainisha makusudio nini. Tuhuratan lisaimi min al-laghwi wa rafath, hiyo zaka ambayo ni zakatul fitri iwe ni kumtahirisha aliyefunga, kumsafisha aliyefunga, min al-laghwi wa rafath, kutokamana na matendo na maneno yasiyofaa mabaya. Wa tu'matan lilmasakin, na kusudio la pili ni kiwe chakula kwa maskini. Kwa hivyo ina maana katika haji pia kuna makusudio ambayo ni vizuri Muislamu akiyajua hayo makusudio, ili wakati wa kuhiji ajitahidi kuyatimiza hayo makusudio na hayo malengo ambayo ndio makusudio ya hija. Tukiingia katika mada kwa kuanza kutaja moja baada lingine katika hayo makusudio, al-maqsadul awwal, al-maqsadu al-awwal, makusudio ya kwanza ya hija, makusudio ya kwanza ya hija huwa tahqiqu at-tauhid, yani al-ubudiyyah lillahi wahdahu, ni kuhakikisha tauhidi imepatikana kisawasawa, tauhid ambayo maana yake ni kumwabudu Allah peke yake, ifradullah bil ibada, ani kumpwekesha Allah kwa ibada. Kwa moja katika makusudio makubwa ya hija ni hilo, ni kuwa Allah aabudiwe peke yake. Na dalili za hilo ni nyingi, tukianza kwa kutaja aya ya 35 suratu Ibrahim. Allah anaelezea Nabiullah Ibrahim miongoni mwa dua ambazo aliziomba. Allah anasema, wa idh qala Ibrahimu
aliposema Ibrahimu, rabbi ja'al hadha albalada aminan, Allah nakuomba ujalie mji huu wa Makka uwe ni mji wenye amani, amani ambayo itakuwa ni sababu ya Waislamu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa utulivu bila ya hofu. Kisha akasema wajnubni, na niweke mbali mimi, wabaniya, na hata watoto wangu wawili na familia yangu yote na kizazi changu, an na'budu al-asnam, kutokamana na kuabudu masanamu. Unapata kwa Nabii Ibrahim ambaye ndio muasisi aliyejenga hiyo nyumba ya Al-Kaaba pamoja na Ismail, miongoni mwa dua ambazo alimuomba Allah ni afanye pale mji wa Makka uwe ni mji ambao kuna amani, amani ambao ni moja katika sababu za Muislamu kumwabudu Allah kwa utulivu. Lakini jambo la pili akasisitiza Ibrahim, akasema kuwa aepushwe yeye na kizazi chake na Waislamu wote kutokamana na ushirikina, kuabudu masanamu. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi hadithin tawil, hadithi ndefu sana ambayo Jabir ameipokea. Sitaitaja yote kwa sababu ni ndefu sana, lakini katika hadithi hiyo Jabir bin Abdullah alikuwa kibainisha namna alivyohiji Mtume sallallahu alaihi wasallam hija yake, hijjatul wada. Qala Jabir akasema katika maelezo yake, fa ahalla an-nabiyyu bitawhidi, fa ahalla an-nabiyyu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua sauti yake na akawa analeta talbia baada ya kuhirimia, bitawhidi, kwa maneno ambayo ni tauhid, yale maneno ambayo Mtume alinyanyua sauti na akawa anayasema ambayo yana maana talbia, yalikuwa ni maneno ya tauhid. Maneno yenyewe ni haya: labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Haya maneno maana yake ni nini? Ndio tuone yakiwa yamebeba maana tauhidi. Unaposema labbaik allahumma labbaik, ay istijabatun mustamirratun, unamweleza Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa umenyanyua sauti yako ya kuwa umemuitikia Allah subhanahu wa ta'ala, tena mwitiko ambao ni wa kuendelea, wa iqbaluna ala ta'ati llahi baada ijaba, na umeelekea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mwitiko wako. Kwa hivyo kana kwamba unasema kuwa ana muqimun, mimi nitadumu ala ta'atika, katika kutii wewe Allah. Kisha unaposema labbaik la sharika laka labbaik, kwa hivyo unasisitiza kwa kusema nimekuitikia Allah subhanahu wa ta'ala ulipo waita Waislamu kuja kufanya ibada hii ya hija, la sharika laka, na kwa hivyo nitakufanyia ibada wewe hii ya hija na hata ibada zingine, na sitokushirikisha na chochote, kwani wewe hauna mshirika. Labbaika, nimeitikia mwito huu. Innal hamda, hakika shukrani za dhati na sifa njema zote, wa ni'mata, na neema zote ambazo wanadamu wanazo na viumbe vyote wanavyo, laka, ni neema zitokazo kwako, na wewe ndio unastahili sifa hizo na hata shukrani hizo. Wal mulku, na pia ufalme wote wa mbinguni na wa ardhini ni wako, la sharika laka, hauna mshirika kabisa kwa yote hayo. Kwa hivyo hapa katika haya maneno ni maneno ambayo yamejaa tauhid, na ni maneno ambayo yanadhihirisha kwa kuwa mwenye kuyasema anatangaza kuepukana na shirki kikamilifu. Ndio sababu hadithi nyingine iliyopokewa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, Anas alisema
hajja an-nabii sallallahu alayhi wasallama, mtume sallallahu alayhi wasallam alihiji ala rathin, akiwa amepanda juu ya ngamia aliyewekewa kiti. Rahlin ni kile kiti ambacho kipanda juu ya ngamia unakaiti juu yake. Rathin, hicho kiti Anas anasema kwa kilikuwa kimechakaa, ani cha zamani, si kipya. Wa qatifatin khaliqatin, na pia alikuwa katika kiti hicho kimetandikwa nguo na tandiko ambalo khaliqa, mzee. Anas anasema kuwa tusawi arba'ata darahima au la tusawi, kiasi cha kuwa thamani yake ni kama dirham 4, ama hata ukiona yawezekana ni kuwa hakifiki thamani ya dirhamu 4. Thumma qala, kisha akasema Anas ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wakati sasa wa kuhirimia, mtume akasema Allahumma hijjatun, Allah, hii ni hijja, la riyaan fiha wala sum'a, hijja ambayo ndani yake hamna ria ya kuwa nafanya ili nisikike, wala sum'a, yani nionekane, wala sum'a, wala nisikike. Rawahi Ibn Majah wa sahahahu ash-Sheikh al-Albani. Kwa hapa mtume licha kuwa anahirimia hija, lakini akawa katika kuhirimia kwake anaeleza ya kuwa ni hija ambayo ndani yake hamna ria, na ria tunavyojua ni shirki. Sum'a pia ni shirki, kinyume cha nini? Cha ikhlas. Yote hiyo ni kuonesha kuwa makusudio ya Muislamu kwenda kuhiji, anatakiwa hiji akiwa ameweka tauhidi mbele, lakini pia akiwa ameweka ikhlas mbele katika ibada yake hiyo. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwakataza washirikina kabla ya kupata mamlaka kamili ya pale Makka, wakati alipokuwa bado hajahama kwenda Madina, alipokuwa yeye na masahaba kwa pale lakini hawana nguvu. Kwa hivyo alipokuwa akienda pale wakati wa hija, alikuwa akiwasikia wale makafiri na washirikina Makuraish wakienda kuhiji, wanayasema maneno ambayo yana tauhidi, kisha wanachanganya na ushirikina ndani ya hayo maneno. Hasa mtume alikuwa akiwakataza, kwa sababu alichokuwa anaweza ni kuambia tu kuwa sivyo hivyo. Lakini baada ya mtume sallallahu alayhi wasallama kuwa sasa ashapata mamlaka rasmi ya kuwa sasa yeye ndio kiongozi wa pale Makka na hija itafanyika na yeye ndio ataamrisha ifanyike vipi, akatumanisha kutangazwe ya kuwa iwe ndio mwisho wa shirikina kwenda kwa ibada hiyo ya hija, ya kuwa iwe ni ibada ambayo wanaoenda wawe ni watu wa tauhidi peke yao. Hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, alisema kana almushrikuna, Ibn Abbas anasema kuwa walikuwa washirikina wakienda kuhiji, yaquluna, walikuwa wanasema labbaika la sharika laka, maneno ambayo ni ya sawa kabisa kama tulivyotangulia. Waislamu pia wanasema hivyo, labbaika, kisha wanasema la sharika laka. Labbaika maana yake ni kuwa nimeitikia mwito ewe Allah wa kuja kwa kuabudu ibada hii ya hija. La sharika laka, hauna mshirika, hamna kabisa mshirika na wewe. Qala Ibn Abbas anasema fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume alipokuwa anasikia washirikina wakisema maneno haya, mtume alikuwa akiwaeleza washirikina, wailakum, ole wenyu, qad, tosha, ani mliyosema hayo ni maneno ya sawa mazuri ya tauhidi, na kwa hivyo toshekeni na hayo, msiongeze mengine ya ushirikina wala msiendelee mbele, kwa sababu anajua mtume kwa akiendelea watasema mengine ambayo ni ushirikina. Kwa mtume alikuwa anawaambia qad ay hasbukum wa kafakum ma qultumuhu min at-tauhidi
faqtasiru alayhi wala tazidu. Kwa hivyo toshekeni na maneno mliyosema, kwa kuwa ni maneno ya tauhidi, na wala msizidishe mkayasema mengine ambayo hayafai kabisa. Lakini baada mtume kuambia hivyo, walikuwa wale washirikina wakisema hivi, fayaquluna, wanasema wale washirikina Makureish, illa sharikan huwa laka, ya kuwa Allah hauna mshirika, isipokuwa una mshirika, lakini huyo mshirika laka, huwa laka, ani ni wako wewe, ndio unammiliki. Tamlikuhu wa ma malak, yani anta tamliku hadha sharik, ya kuwa wewe Allah unammiliki huyo mshirika wako, wa ma malak bimaana wa ma fi milkihi, na pia unamiliki vilivyomo katika milki yake. Ibn Abbas anasema yaquluna hadha, wanasema haya maneno ya ushirikina, wa hum yatufuna bilbaiti, na ile hali hao wanaitufu alkaaba. Haya maneno ambayo mtume alikuwa akiwaambia, lakini hao hawamsikizi, na badala yake wanaongeza maneno mengine ambayo ni ushirikina. Kwa hakika yanatukumbusha aya ya 106 katika surati Yunus, katika surati Yusuf, Allah aliposema wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, hawamwamini Allah wengi wao katika hao washirikina makafiri wa Makka, illa wa hum mushrikun, isipokuwa wanamshirikisha Allah. Kwa walikuwa licha ya kuwa wanamwamini Allah, ani wanasema maneno ambayo yanaonyesha imani yao kwa Allah, tauhid, labbaika la sharika laka, hadha imanun billahi, illa wa hum mushrikun, isipokuwa badala kutoshika na maneno hayo wanamshirikisha Allah kwa kusema illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka, maneno ambayo ni ushirikina. Ingawa aya hii imetafsiriwa pia na tafsiri nyingine kama walivyosema maulama, ya kuwa maana yake wama yu'minu aktharuhum billahi, walikuwa hao makafiri hawamwamini Allah kwa kumwamini kwa tauhid rububiyya, illa wa hum mushrikun, isipokuwa wanamshirikisha Allah kwa tauhidul uluhiyya. Kwa hivyo hili ndio kusudio la kwanza katika makusudio ya hija, na kama nilivyosema ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama alitumanisha mwaka wa 9, mwaka ambao alimtuma Abubakar aende ahiji, awe ni mwenye kuongoza Waislamu katika hija hiyo. Akatumanisha kuwa ikasome aya hii ya kuwa innamal mushrikuna najasun, hakika washirikina ni najisi, fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha, wasiukurubie msikiti wa Makka, alharamul makki, lile eneo lote ambalo ni eneo takatifu, wasilikurubie kabisa baada ya mwaka wao wa 9 huo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa pawe pale mahala ni mahala ambapo pametakasika na shirki, na ni mahala pa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Nadhani yatosha hayo maelezo kwa makusudio haya ya kwanza. Ama makusudio ya pili ambayo tutayazungumzia ni ta'miqu al-ittiba'i li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hii risala ya Sheikh ukifungua amezungumzia maksad haya ambayo tunazungumzia, safha ya 45, akaeleza Sheikh ya kuwa miongoni mwa makusudio ya hija ni kuwa Waislamu waweze kumfata Mtume sallallahu alayhi wasallam, na jambo hilo walifanye kwa uangalifu na kwa makini wa hali ya juu zaidi. Walihadha anasema Sheikh Abdul Razak, na kwa ajili hiyo tajidu, utampata
alhaja, mwenye kuhiji, yahrisu hirsan shadidan, anatilia umuhimu, tena umuhimu mkubwa zaidi, fi hajjihi, katika hijake, an yakuna kullu amalin, ili kila amal, an kila kitendo kiwe min a'malihi, katika matendo yake atakayofanya, muwafiqan, matendo hayo yawe yatalingana na yataafikiana lisunna, na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yasalu ahla alilmi kathiran, kwa utapata mahujaji wanauliza wanavyoni sana, in fa'altu kadha hal alayya harajun, je nikifanya hivi kuna makosa juu yangu? Hal hadha al'amalu sawabun, utasikia nauliza, je jambo hili ni sawa nikifanya? Utasikia wanauliza hal huwa muwafiqun lisunna, je nikifanya hivi itakuwa nafikiana na sunna? Tajidu hirsan shadidan min alhujjaji, utapata pupa kubwa zaidi kwa mahujaji kwa jambo hili la kuwa nataka wakifanya jambo lolote walifanye na liwe limeafikiana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallama hivyo ndivyo alivyowaambia masahaba, na akawa anaambia umma wake wote ya kuwa litakhudhu anni manasikakum, nimehiji pamoja na nyinyi mkiniona, ili muweze kuchukua kutoka kwangu namna ya kutekeleza ibada zenyu za hija, matendo yenu ya hija yote muweze kujifunza kutoka kwangu, maneno ambayo yanafanana kabisa na yale maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema kwa swala aliposema sallu kama raitumuni usalli. Mtume haya maneno aliyasema katika hijjatul wada. Kwa hiyo ndio sababu napata kuwa anasema Sheikh Abdul Razak ya kuwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu indama qabbala alhajara, alipobusu jiwe ambalo ni hajar al-aswad, qala, Umar alisema, inni a'lamu, hakika mimi najua, annaka, kwa hakika wewe, hajarun, ni jiwe, la tadhuru wala tanfa'u, haudhuru wala haunufaishi, walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka, na lau kama mimi kwa hakika sikumuona Mtume rehma na amani juu yake akikubusu, ma qabbaltuka, singekubusu. Kwa hapa Umar haya manake yanamaanisha nini? Umar anamaanisha ya kuwa yeye kubusu lile jiwe hakuna sababu nyingine isipokuwa ni kwa kuwa anamfuata Mtume. Mtume alifanya hivyo na yeye pia anafanya hivyo, wala hana imani yoyote potofu ya kuwa eti anafanya hivyo akitarajia kuwa hilo jiwe litamnufaisha, ama akitarajia kuwa asipofanya hivyo hilo jiwe litamdhuru. La, isipokuwa anafanya hivyo ittiba'an li sunnati rasul faqat. Wa an Ya'la ibn Umayyah radiyallahu anhu qala, na Ya'la ibn Umayyah radiyallahu anhu pia alisema, tuftu ma Umara, nilitufu pamoja na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, fastalama ar-rukna, kisha Umar akagusa ile nguzo penye kuna hajar al-aswad. Qala Ya'la, anasema Ya'la, fankuntu mimma yali albaita, nikawa mimi ni katika wale ambao wako karibu kabisa na al-Kaaba. Ani yeye alikuwa karibu na al-Kaaba kabisa, akipeleka mkono wake anagusa kwenye Kaaba. Falamma balagtu, anasema Ya'la, sasa alipofika arukna al-gharbi, ile nguzo iliyoko upande wa magharibi, alladhi yali al-aswada, ile nguzo ambayo ndio inayofuatia ile nguzo ya hajar al-aswad. Umar aliguza ile nguzo ya hajar al-aswad kwa sababu ndio Mtume alivyokuwa anafanya. Ukifika pale katika hajar al-aswad kuna mambo ambayo yatakiwa yafanye ukiwa na uwezo
wa kubusu unabusu kutumia mdomo wako, na kama una uwezo pia wa kusujudu unasujudu juu ya jiwe, unaweka paji lako la uso kama alivyoeleza Sheikh Albani kwenye kitabu chake na akasahihisha riwaya hiyo. Na pia jambo lingine, kama uko mbali kidogo unaruhusiwa kugusa kwa mkono kisha alafu nabusu mkono wako, na kama uko mbali zaidi kiasi cha kwa mkono wako ufiki lakini una kama fimbo hivi, pia unaweza kugusa kwa ile fimbo, lakini kama uko mbali zaidi kwa kuwa hata fimbo haifiki unaishiria tu kwa mkono. Sasa hivyo ndivyo Umar alivyofanya, na hiyo ndio sunna mtume, kwa kuwa uguse ile nguzo ambapo kuna Hajarul Aswad. Sasa Ya'la anasema ya kuwa yeye baada ya kupita katika nguzo ile, walipofika kwenye nguzo inayofuatia ambayo ni Ar-Ruknul Gharbi, ile nguzo inayoelekea upande wa magharibi, alladhi yali al-aswada, nguzo ambayo ndio inafuatia baada ya kupita Hajarul Aswad, anasema jaratu biyadihi liyastalima. Huyu Ya'la akawa amepeleka mkono wake ili aguse ile nguzo. Faqala ma sha'anuka, Umar akamwambia Ya'la, una nini, mbona unakifanya ni kitu gani? Faqultu, nikasema ala tastalimu, kwani haugusi hii nguzo kama ulivyogusa ile nguzo ya kwanza ambayo ni Hajarul Aswad? Qala, akasema Umar anamwambia Ya'la, alam tatuf ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hivi wewe si ulitufu pamoja na mtume rehma na amani ziji yake? Umar anamuuliza Ya'la. Faqultu, Ya'la akasema bala, kwa nini, ni kweli nilitufu pamoja na mtume. Faqala, Umar akamuuliza Ya'la, afaraaitahu yastalimu hadhaini arruknaini algharbiyaini, je, ulimuona mtume akigusa hizi nguzo mbili ambazo zimeelekea upande wa magharibi? Qala, faqultu, akasema Ya'la, la, hapana, sikumwona mtume akigusa hizo nguzo. Qala, Umar akasema afalaysa laka fihi uswatun hasana, hivi kwani si mtume kwako wewe ni kiigizo chema? Qala, qultu bala, akasema Ya'la, kwa nini, bila shaka ni hivyo. Qala, Umar akasema famfudh anka, kwa maana yake ondoka, ay la naf'al shay'an min al-a'mali illa ma kana muwafiqan li sunnati an-nabi, ya kuwa sisi hatufanyi chochote katika matendo isipokuwa kile ambacho kinaafikiana na sunna ya mtume rehma na amani ziwe juu yake. Kwa hivyo hizi ni dalili za kuonesha kuwa moja katika makusudio ya hija ni Muislamu aweze kumfata mtume sallallahu alaihi wasallam, kufata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni makosa Muislamu kwenda pale kuhiji kisha badala yake anaanza kufanya mambo ya bid'a chungu nzima, kama inavyotokea sahihi kwa wengi wanaoenda kuhiji kutoka mataifa mbalimbali. Unaweza kupata mtu ameelekezwa na baadhi ya mashekhi wake kutoka huko alikotoka, akifika huko ukimwona anavyohiji unamsikitikia vile anavyofanya mambo ambayo ma anzalallahu biha min sultani, mambo ambayo wanasema maneno na hata wanafanya matendo ambayo hayana kabisa dalili, si kwenye Qur'ani wala si kwenye sunna. Kwa hivyo hili ni moja katika kusudio la hija, ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam tumfate, na bila shaka kama tunavyoelewa sisi ahlus sunna wal jamaa ni kuwa masharti ya kukubaliwa ibada ni haya matatu, haya mawili yakiwemo. Kwanza, mtu awe Muislamu, kisha sasa baada ya hapo Muislamu anapotekeleza ibada aitekeleze kwa ikhlas, ambapo ndio ndani yake kuna tauhid. Alafu pili ni kuwa mutabaatu rasul, atekeleza ibada ile kwa kumfata mtume sallallahu alayhi wasallam.
Makusudio ya tatu katika makusudio ya hija, Sheikh amezungumzia kusudio hili pia kwenye kitabu chake hichi, ni ta'miqul istijabati lillahi, ani ni kule Muislamu kuwa makini sana kwa kuitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekwambia jambo fulani lifanye, ani uwe mwepesi wa kuitikia huo mwito na kufanya na kutekeleza ulichotakiwa ukifanye. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama aliulizwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, mal hajju, ani hija ni nini? Hadithi maarufu zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa mal hajju, annahu suila mal hajju, yakwa hija ni nini? Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-ajju wathajju, al-ajju wathajju. Kajibu maneno mawili, hija ni al-ajju wathajju. Al-ajju manake nini? Bil aini, al-ajju. Al-ajju manake ni raf'u sauti, ni kuinua sauti, bitalbiyati, kwa kuleta talbiya. Unapokuwa ushahirimia katika miqat, huwa yatakiwa uanze kuzileta talbiya, kusema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, warejelea hayo maneno. Sasa Mtume akasema ya kuwa hija ni Muislamu kuleta hizo talbiya tena kwa sauti ya juu, al-ajju. Kisha akasema wathajju, na hija pia ni kuchinja, kumwaga damu. Hija ni kumwaga nini? Ni kumwaga damu, na hii inaitwa hadiyun ama al-udhiya. Lakini sasa kwa nini tumetaja hadithi hii kwa kutolea ushahidi hadithi hii kwa kule Muislamu kuwa mwepesi kwa kuitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala? Ni kwa sababu ya kuwa ukisoma suratu Safat, ukisoma suratu Safat kuanzia aya ya 111 hadi kuendelea 117 utapata uhalisia wa kipengele hichi ama ya makusudio haya, kwa sababu asili ya Waislamu kuchinja wanapokuwa washatekeleza ibada yao ya hija, na kuchinja huko huwa kunafanyika ile siku ya yaumun nahari. Asili yake ilikuwa ni pale Nabiullah Ibrahim anaposema Allah ya kuwa aliamrishwa amchinje mtoto wake ambaye ni Ismail, kisa maarufu zaidi kwa wengi wetu. Allah anasema falamma balagha ma'ahu sa'ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, Ibrahim alayhi salam alipokuwa ana mtoto wake ambaye ni Ismail, mtoto ambaye Ibrahim alimpata baada muda wa kutamani mtoto muda mrefu sana. Isemekana alimpata Ibrahim alimpata Ismail akiwa na miaka 86, ndio sasa anazaliwa Ismail. Sasa Ismail akazaliwa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipokuwa sasa Ismail ashakuwa ni barubaru, ni kijana kiasi cha kuwa sasa baadhi ya maulama wanasema tafsiri ya kuwa zile kazi ambazo babake anazifanya yeye pia anaweza kazifanya, na walikuwa wakiandamana sana babake kwenda katika shughuli mbalimbali ambazo babake anaenda kuzifanya. Kwa hivyo wanaenda na wanarejea. Sasa wakati ule ndio baba anahisi thamani
na anampenda mtoto wake kwa dhati zaidi. Alipofika wakati huo, qala Ibrahim akasema, ya bunayya, ewe mtoto wangu mpendwa, inni ara fil manami anni adbahuka, mimi nimeona usingizini, nimeota, na ndoto ya mitume ni amri, kwa sababu ni wahi hiyo. Kwa hivyo nimeota anni adbahuka, ya kwa hakika mimi na kuchinja. Kwa hivyo maana yake ni amri kutoka kwa Allah ni kuchinje. Fandhur madha tara, kwa hivyo waonaje wewe jambo hilo, wasemaje? Maulamu anasema innama a'lama Ibrahimu ibnahu bidhalika, Ibrahim hakumwambia mtoto wake Ismaili kuwa anaenda kumchinja eti ili Ibrahim sasa mtoto wake akubali ndio amchinje, na akikataa basi itakuwa hakuna kuchinjwa. La, Ibrahim alikuwa ashaamua kwa kumchinja ni kumchinja. Lakini sasa maulamu anasema kuwa Ibrahim alimwambia mtoto wake liyakuna ahwana alayhi waliyahtabira sabrahu wa jaladahu wa azmahu min sigharihi ala ta'ati llahi wa ta'ati abihi. Ni kwa kuwa Ibrahim alikuwa anataka kumuona mtoto wake vipi mtoto wake ana subra na ana ukakamavu na ana azma ya dhati kutoka utotoni, tangu ni mtoto, juu ya kumtii Allah na hata kuwatii wazazi wake. Allah anasema Ibrahim alimjibu babake akasema, qala ya abati fa'al ma tu'mar, babangu fanya ulichoamrishwa, ulivyoamrishwa fanya. Na hii ni istislam ya dhati kabisa kwa amri ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa falamma aslama, wote wawili waliposalimu kwa kuitikia amri ya Allah itekelezwe, Ibrahim amekubali kumchinja mtoto wake na Ismail amekubali kuchinjwa, yuko radhi. Hiyo ni kuonesha nini? Sur'atul istijaba li amri Allah, jambo ambalo yatakiwa Muislamu ajiulize ya kuwa hapa Ibrahim anaambiwa mchinje mtoto wake wa kipekee, tena mtoto ambaye sasa alikuwa ashakuwa ni barubaru, na kwa hivyo wanasaidiana kazi za hapa na pale, na alimtamani mtoto huyo kwa kipindi kirefu akiwa hajampata, lakini baada ya kuamrishwa kuwa mchinja akawa ameitikia mwito huo. Je, sisi tungekuwa bado amri hiyo iko mpaka sasa, ni wangapi wangeweza kuitekeleza amri hiyo? Bila shaka ni wachache sana, ni wachache sana. Na ni kwa sababu zile amri ambazo tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala tuzitekeleze, ukilinganisha na amri ya kumchinja mwanao, kwa hakika ni kubwa zaidi hiyo amri ambayo Ibrahim aliitikia na akawa yuko tayari kuitekeleza, ukilinganisha na amri ambazo sahihi baadhi ya Waislamu wanashindwa kuzitekeleza. Kwa bila shaka Muislamu anapokuwa anaenda kuhiji na akawa historia hii anaikumbuka, atajikuta ya kuwa anaelewa ya kuwa miongoni mwa makusudio ambayo yatakiwa mwenye kuhiji aweze kuhisi kusudio hilo ni kuhisi umuhimu wa Muislamu kuwa tayari kwa kuitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa ametuamrisha amri hiyo. Naona yatosha hicho ambacho nimekizungumzia kuhusu makusudio hayo, kwa sababu ni mengi, angalau ni fupisha ili mengine pia niyazungumzie. Kusudio la 4 ambalo nitalizungumzia, kusudio la 4 ambalo nitalizungumzia katika makusudio ya hija, mukhalafatul mushrikin, ni kuwakhalifu washirikina. Mukhalafatu almushrikin ni kuwakhalifu washirikina. Kwa hakika miongoni mwa mambo ya kimsingi katika dini ya Uislamu ni Muislamu kutoafikiana na washirikina na kutoafikiana na Mayahudi wala Manasara wala watu wa bid'a,
hasa katika yale mambo ya dini yao, mambo ambayo yanahusu ushirikina, mambo yanayohusu dini ya Kiyahudi na dini ya Kinasara, mambo yanayohusu bid'a. Muislamu kabisa hafai mambo hayo kuafikiana na watu hao, lakini hasa washirikina, alafu na ahlu kitabu. Sasa unapoenda kuhiji utalipata jambo hili sana, na ni moja katika makusudio ya hija. Sheikh katika kueleza jambo hili ametaja vipengele kadhaa, akasema fakana almushrikuna, walikuwa washirikina, yushrikuna billahi fi talbiyatihim, wakimshirikisha Allah katika talbia zao, kama tulivyotangulia mwanzo kusema, walikuwa wanasema labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka, mpaka mwisho. Mambo ya ushirikina mtume akiwakataza, lakini hawakataziki. Fakhalafahum an-nabiy fi dhalika, mtume sallallahu alaihi wasallam akatofautiana na hao kwa jambo hilo. Fa ahalla bitawhid wahdahu, mtume sallallahu alaihi wasallam akawa talbia zake anazileta kwa kumpwekesha Allah peke yake kwa tauhidi, bila ya kumshirikisha Allah na chochote. Jambo la pili ambalo pia mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakhalifu washirikina, anasema Sheikh Abdul Razak ya kuwa wakanu yufidhuna min arafatin qabla ghurubi shams, washirikina walikuwa wanapokuwa katika hija wanatoka pale Arafa kabla ya jua kuzama. Fakhalafahum alayhi salatu wassalam, akaenda tofauti nao, akawakhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajaala daf'ahu min arafatin ba'da al-ghurubi, na mtume sallallahu alaihi wasallama akafanya kule kuondoka kwake pale Arafa ni baada ya jua kuzama, ni baada ya jua kuzama. Hivyo ndio vile atakiwa Muislamu afanye. Unapokuwa pale Arafa, huwa mpaka jua lizame ndio sasa muondoke muende wapi? Muzdalifa. Hiyo ni kinyume na ilivyokuwa mwanzo. Ilikuwa mwanzo wanaondoka pale kabla jua kuzama. Jambo la tatu, wakanu yadfa'una min Muzdalifa baada tulu'i shamsi, walikuwa pale Muzdalifa wanaondoka baada tulu'i shamsi, baada jua kuchomoza, ile siku ya 10 ile, kwa sababu wamelala Muzdalifa wanamkia siku ya 10 pale. Sasa walikuwa haondoki mpaka jua lichomoze. Fakhalafahum alayhi salatu wassalam, akawakhalifu mtume rehema na amani ziji yake. Wadafa'a minha indama asfarat, mtume akaondoka pale wakati jua ilipokuwa limekuwa ni rangi ya yellow, halijachomoza vizuri, bado halijachomoza. Ndio sasa unaangalia upande wa kuchomoza jua kumegeuka, imekuwa ni rangi ya yellow, ndio sasa mtume akawa anaondoka. Wa qabla an tatlu'a ash-shams, na ilikuwa ni kabla ya jua kuchomoza. Mukhalafatan minhu lilmushrikin, kwa ajili ya kukhalifu hao washirikina kwa jambo hilo la kufanyaje, la kutoka pale Muzdalifa. Jambo la 4, wakanu la yarawna al-umrata fi ashhuri al-hajj, walikuwa Makuraish zama hizo za ujahilia wanaona ya kuwa haifai mtu kufanya umra katika miezi ya hija. Mtu anapokuwa amefunga safari aenda kuhiji, basi hafai kufanya umra kabisa, bali ya'tabiruna adaaha fi ashhuril hajji min afjaril fujuri, bali walikuwa wanazingatia ya kuwa kuifanya umra, kutekeleza ibada ya umra fi ashhuril hajji, katika miezi ya hija, min afjaril fujuri, ni katika maovu makubwa zaidi. Fakhalafahum an-nabiy, mtume sallallahu alaihi wasallam akakhalifiana na hao kwa hilo. Wa'tamara jamia
umarihi fi ashhuri alhajj. Mtume sallallahu alaihi wasallam umra zake zote akazifanya ndani ya miezi ya hija, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya umra 4 na umra zote hizo alizifanya katika Dhulqaada, mwezi huu ambao tuko ndani katika Dhulqaada, jambo ambalo wakati wa jahiliya walikuwa wanaona kuwa haifai kabisa mtu kufanya hivyo. Hizi miezi za hija ambazo ni Shawwal, Dhulqaada kisha Dhulhijja haufai kufanya umra ndani yake, ni kufanya hija peke yake, lakini Mtume akakhalifiana nao kwa jambo hilo. Kwa hivyo ukizingatia vipengele hivi utaelewa ya kuwa dini yetu imejengeka kwa msingi wa kukhalifiana na makafiri na kutoafikiana nao kabisa, lakini hapa tunakusudia katika mambo ya dini. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume rehma na amani ziji yake alisema, abghadhu an-nasi ila Allahi thalathatun, watu wanaochukiza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni watu aina tatu. Ni watu aina tatu. Mtu wa kwanza, mulhidun fil haram. Mulhidun fil haram manake ni mtu anayefanya madhambi, mtu anayefanya dhulma ndani ya Makka, katika mji wa Makka. Huyu ni mtu mbaya zaidi ambaye anachukiza zaidi mbele ya Allah. Mtu wa pili, wa mubtaghi fil islami sunnat aljahiliya, na ni mtu ambaye licha ya kuwa yuko katika Uislamu, yeye pia ni Muislamu, lakini akawa anakusudia na anataka kufata ada, mila, fikra za ujahilia. Ani mambo yaliyokuwa nafanywa na makafiri, kwa sababu hawana dini, hawana mwongozo wa haki. Yeye baada ya kuwa shapata Uislamu, mwongozo wa haki, bado anataka kufanya mambo hayo, mambo ya mila za kijahilia, za kafiri, za kishirikina. Huyo ni mtu mbaya zaidi mbele ya Allah. Kwa hivyo atakiwa Muislamu anapokuwa yeye ni Muislamu ajue ya kuwa hafai kabisa kuwa na fikra na mawazo za watu washirikina, na hata kama alikuwa mawazo hayo anayo kabla ya kusilimu ama kabla ya Allah kumuongoza, anatakiwa mawazo hayo ayapuuze na ayaache kabisa, na siyaamini wala kuyafanyia kazi. Sasa yule anayefadhilisha hizo mila na zile itikadi za kijahilia, hata akazitanguliza zaidi ya hukumu za Kiislamu, huyu ni mtu mbaya zaidi katika mbele ya Allah, anachukiza zaidi. Mtu wa tatu, wa mutlibu dami mri'in bighairi haqqin liyuriqa damahu, mtu ambaye anaenda mbio, anafanya juhudi na bidii kwa ajili ya kumwaga damu ya ndugu yake Muislamu pasi na haki. Uko pale Makka, kisha wewe unataka kumwaga damu ya mwenzako, ama hata hauko Makka, uko mahali popote, lakini wewe unataka kumwaga damu ya mwenzako, yani unataka kumuua, unataka kumdhuru, unataka kumuumiza. Hili ni jambo baya zaidi mbele ya Allah, na mtu huyo atakuwa mbele ya Allah anachukiza zaidi. Hadithi hii impokewa na Imam al-Bukhari. Hadithi nyingine pokewa na Ibn Umar radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yeyote atakayejifananisha na watu wasiokuwa Waislamu,
makafiri, mayahudi, manasara, basi atakuwa minhum, ni katika hao. Rawahu Abu Dauda wa Ahmad. Hadithi mpokewa na Imam Abu Daud na Imam Ahmad. Kwa hadithi hizi mbili zinatahadharisha Muislamu kujifananisha na makafiri. Hadithi ya kwanza mahalu shahidi ikasema, wa mubtaghi fil islami sunnatal jahiliya, ani mtu ambaye yuko katika Uislamu lakini yeye bado anataka kufanya mila na kuitikadi na hata kufata itikadi na fikra za kijahilia na kufata njia za kijahilia, licha kuwa Allah amemuongoza akawa ni Muislamu na anajua uongofu wa Uislamu. Kwa jambo hilo ni jambo ambalo lafanya paka mtu awe anachukiza zaidi mbele ya Allah. Hii ina maana nini? Ina maana kwa Muislamu hafai kujifananisha na makafiri, na huo ndio msingi ama ndio makusudio ambayo tunazungumzia sahihi, yani mukhalafatu almushrikin, kukhalifiana na washirikina. Lakini sasa tunapozungumzia kuhusu hichi kipengele cha Muislamu kuwakhalifu washirikina na kuwakhalifu mayahudi na manasara, hapa tunakusudia kuwakhalifu katika mambo ya dini yao na mambo ambayo ni mila zinazoenda kinyume na Uislamu na ada zao ambazo ni kinyume na Uislamu. Ama kuhusu mambo ambayo hayafungamani na dini wala itikadi, bali ni mambo ambayo ni ya kimaisha, mfano kama kusomea ufundi, mtu asome ajue kutengeneza kitu fulani, na labda ujuzi huo ambaye anaweza akakusomesha ni kafiri, ndio mwenye ujuzi huo, ukisoma kwake hakuna makosa. Ama akawa yule ndio ana ujuzi ambao umechukua kwake na kwa sasa unafanya ile kazi alivyokufundisha, hapo itakuwa haina maana ya kuwa unajifanisha na yeye, hivyo ni makosa. Hapana, hiyo ni sawa, na hapo hakuna makosa yote. Kwa hivyo hiyo haingii katika makatazo hayo. Hilo ni kusudio ama al-maqsad arabi. Al-maqsad al-khamis, maksudio ya tano, tahqiqu al-ukhuwati ad-diniyati, ni kuhakikisha undugu wa kidini. Miongoni mwa makusudio ya hija ni kuhakikisha Waislamu wote ni ndugu, wanapendana na wanashikana, wanakuwa ni kitu kimoja, na wanaacha kubaguana na wanaondoa tofauti zozote kati yao, na wanajiepusha na mambo yote yanayoweza kuwapelekea wakawa ni wenye kuteta, kugombana na hata kutoelewana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha nasu, enyi wanadamu nyote, inna khalaqnakum, hakika sisi tumeumbeni, min dhakarin wa untha, tukamana na Adam na Hawa, waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, na tukawafanya mkawa mataifa na kabila mbalimbali, litaarafu, ili mpate kujuana wala sikubaguana. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenyu na mtukufu wenyu mbele ya Allah, atqakum, ni ule mcha Mungu kati yenu. Hii aya inamaanisha kuwa kipimo sahihi cha kupima ni nani mbora katika wanadamu na katika Waislamu ni ucha Mungu, wala si dini, wala si kabila, wala si chochote kama mali. Na kwa hivyo jambo hili ukienda haji utalipata, linadhihirika wazi kabisa, na ni kwa sababu ukienda hija
mara nyingi hauwezi kujua tofauti ya tajiri na maskini, si rahisi, hasa mkiwa pale katika Arafa ama mkawa mko Muzdalifa pale ama mkawa Mina. Si rahisi kupata kujua kwa huu ni tajiri na huu ni maskini, labda mpaka uambiwe ama mpaka udhanie, kwa sababu watu wote wamevaa kwa wanaume shuka mbili nyeupe, kwa wote wanafanana na wote wameelekea sehemu moja. Kama ni wakati wa kutufu wanatufu, kama ni wakati wa kufanya sa'i wanafanya sa'i wote. Hakuna mahala pa kufanya sa'i pa matajiri na mahala pa kufanya sa'i pa maskini, hakuna, ni hapo hapo. Ukienda Arafa ni hivyo hivyo, uwanja ni ule ule, kwa kila mtu unapata kuwa tu anashukia pale. Tofauti ni mahema ya kuwa hema lenyu litawekwa hapa, wengine hema lao ni pale, lakini uwanja ni ule ule. Ukienda Muzdalifa pia hali ni hiyo hiyo, maneno mnayosema ni yale yale. Kwa jambo hili ni jambo ambalo lafanya mpaka Waislamu wajihisi ule undugu walionao ni undugu wa kikweli na ni undugu ambao yatakiwa udumishwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad, qala alayhi salatu wassalam fi hijjatil wada, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hija yake hiyo ya mwisho ya kuaga masahaba, ya ayuha nnas, enyi watu, ala tambueni, inna rabbakum wahidun, hakika Mola wenyu ni mmoja, wa inna abakum wahidun, na hakika baba yenu ni mmoja, akimkusudia Adam alayhi salam. Ala la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin. Mtume anasema hamna ubora na fadla yote kwa Mwarabu, fadla ambayo Mwarabu atakuwa nayo amzidi asiyekuwa Mwarabu, ama fadla ambayo atakuwa nayo asiyekuwa Mwarabu, wala li ajamiyin ala arabiyin, kisha amzidi ambaye ni Mwarabu, wala li ahmarin ala aswadin, wala hakuna fadla alionayo yule ambaye ni mwekundu kwa yule ambaye ni mweusi, wala aswada ala ahmar, wala yule ambaye ni mweusi akawa na fadhila zaidi juu ya yule ambaye ni mwekundu. Mtume akasema illa bitaqwa, isipokuwa fadhila ambayo ndio fadhila kikweli kweli inayotofautisha Waislamu kati yao ni takwa. Mtume akasema illa bitaqwa. Kisha Mtume baada ya kusema hivyo akauliza maswahaba, aballagtu, je, nimefikisha ujumbe huo? Qalu, maswahaba akasema ballagha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amefikisha Mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Kwa hiyo ni kuonesha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa maneno ambayo aliyasema alipokuwa katika hija yake ni kutaka kuwaelewesha Waislamu kusudio la hija. Miongoni mwa makusudio yake ni Waislamu wajue ya kuwa hao ni kitu kimoja, wasibaguane kwa sababu ya rangi, wasibaguane kwa sababu ya mataifa na nchi, wasibaguane kwa ajili ya mali wala mambo mengine kama vyeo, bali wajue kuwa ucha Mungu ndiyo tofauti inamtofautisha mtu na mwenzie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila mtu ajitahidi kwa jambo hilo la kumcha Allah. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, khairu duai duau yaumi arafa, dua bora zaidi ni ile dua ya siku ya Arafa.
wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na maneno bora zaidi ambayo nimeyasema mimi na pia waliyasema manabii walionitangulia kabla yangu ni haya maneno: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Anasema Sheikh, wa fi hadha isharatun adhimatun ila anna ijtimaa almuslimina la yakunu illa ala tauhidillahi wa mutaba'ati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Haya maneno yanamaanisha kuwa ni ishara tosha tena kubwa zaidi, ila anna ijtimaa almuslimin, ya kuwa kule kukusanyika waislamu, ule mkusanyiko wa waislamu na waislamu wakawa ni kitu kimoja, la yakunu illa ala tauhidi, mkusanyiko huu hauwi isipokuwa uwe umejengeka kwa msingi wa tauhidi, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wa mutabaati li rasulillah, na kumfata mtume rehma na amani ziwe yake. Idh bihima, kwa sababu kwa hayo mambo mawili waislamu wakiyaweka mbele, kumpwekesha Allah, kila aliyempwekesha Allah ni ndugu yako, kumfata mtume, kila aliyefuata mtume basi ndugu yako, mnakuwa pamoja, mnashirikiana, mnapendana. Waislamu wakiweka haya mambo mawili mbele, tadhubul ahwa'u wal adawatu wal baghdha'u wa taltaqi al qulubu wa tajtami'u al kalimatu wa tattahidu as-sufufu. Yale matamanio yataisha, uadui utaisha, chuki zitaisha, na kisha nyoyo zitaungana, na umoja wa waislamu wote utakuwa ni kitu kimoja. Safu yao itaungana kabisa, ni safu moja. Lakini sasa haya maneno ambayo mtume ameyasema, tauhid, yakiwa yana udhaifu kati ya waislamu, kumfata mtume, jambo hili likiwa lina udhaifu katika Uislamu, hapo sasa ndio utapata waislamu wamegawanyika, sababu huyu analingania tauhid, mwenzake anapinga tauhid. Hapo mpasuko unatokea. Huyu analingania sunna, mtume afatwe, huyu analingania bid'a. Hapo sasa mpasuko unatokea, jambo ambalo ndio sahihi tunashuhudia lafanyika. Lakini sasa yatakiwa muislamu anapoenda kuhiji aelewe ya kuwa miongoni mwa malengo na makusudio makubwa ya hija ni kumdhihirishia muislamu vipi kuna umuhimu wa Uislamu kuungana na kuwa kitu kimoja, na dini yao iwe ni moja, na wafanye mambo yao kwa pamoja. Lakini sasa jambo hilo Sheikh anasema kuwa halitotimia kwa kule waislamu kuungana kimwili peke yake, la, bali waungane kwanza kitauhid, ambao ni katika moyo, kwa sababu Allah alisema wa alafa baina qulubikum wa awwal ma fil qalbi at-tauhid. Kwa jambo la kwanza kabisa hapo yatakiwa waislamu ungane kwa tauhid, wote wakubaliane kuwa ni kumpwekesha Allah, hakuna shirki. Na kisha jambo la pili ni mutabaatu rasul. Sasa hiyo ni kwa matendo yao, ya kuwa kila mmoja ajitahidi kumfata mtume sallallahu alayhi wasallama na kuepukana na bid'a. Jambo hilo litaunganisha waislamu bila shaka kila sehemu na kila wakati. Naona muda umeyoyoma, sasa tunaelekea takriban saa 2, zibakia kama dakika 5. Nadhani ni kama wakati wa adhana umefika, wallahu aalam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wajazakumullahu khairan.